Naam, hujambo mfuatiliaji wa TriGen Media, tupo katika kipengele cha wazo hadi biashara, sauti ya mjasiriamali. Tumekuwa tukienda maeneo mbalimbali kuweza kuangalia watu wanafanya nini, walitoka wapi, wanafanya nini na wapo wapi na wanakwenda wapi. Lakini leo safari yangu ama kipengele cha wazo hadi biashara kimetembelea ofisi ya mshona suti maarufu, wengine wanamuita Godi Masuti, lakini majina yake ya kwenye NIDA akifahamika kama Godi Abel. Hebu huyu hapa Bwana Godi, hongera sana kwa kazi. Asante sana. Mtazamaji wa wazo hadi biashara, Amen, anajua kabisa leo safari na mguu huu umekuwa wake. Mtazamaji, tumemfuata hapa. Hebu tuanze mbali kabisa. Najua hukuzaliwa fundi cherehani, ilikuwaje umejikuta unafanya kazi ya cherehani? Kabla hatujaona ulinufaika vipi, hebu tuanze. Kila kitu kinaanza mwanzo, hata ubuyu pia. Mbuyu ulianza kama mchicha. Hebu tupe kidogo, ulianzaje kwa ufupi? Asante sana mtumishi. Nadhani mimi kuanza kazi hii nilianza baada ya kuwa nimeshawishika kumwona ndugu yangu anafanya biashara hii, akiwa ni mjomba wangu mimi. Nilivyoona alikuwa anafanya kazi ile na mimi kanifurahisha, na mimi nikafurahia kwenda kujifunza. Ndipo nikampa ile wazo, yeye mwenyewe akanikubalia, akanitoa kijijini kunileta mjini. Kutoka kijijini uje ujifunze kujifunza kushona. Mwisho wa siku ndivyo nikubalia, nikaja naye akatoka kijijini mjini kwenda kijijini. Alivyotoka kijijini kurudi mjini, akaja na mimi tena kanileta mjini kuja kujifunza kushona, kazi ya biashara ya kushona. Safari kaanzia hapo. Kwa hiyo ulianzia ofisini kwa mjomba wako? Nilianzia kwa mjomba wako. Haya, ulipoanza na mpaka ulipo ilikuwaje? Kwa sababu mjomba hayupo tena, naona ofisi ni yako sasa. Ilikuwaje? Mjomba hayupo tena, ni baada ya kuwa ufundi nimefahamu, nikaendelea kukajua, nikaona na mimi na haki ya kuweza kuwa na ofisi ya kwangu pia. Na mimi ili niweze kumudu maisha ya kwangu kama mimi tena, ili niweze kuwa na mimi na familia yangu. Sawa, sasa msikilize tu, mwambie kwamba labda tutaendelea. Una wageni anasikiliza hapo kidogo. Naam, samani kidogo nakupigia. Anaendelea nakupigia wateja, asije kukosa kupokea simu hiyo akapoteza mteja. Kipindi ni wazo hadi biashara, sauti ya mjasiriamali kutoka TriGen Media. Tunajaribu kupaza sauti. Godi Abel. Naam. Kwa hiyo tayari umeshaanza, mjomba wako amekufundisha kushona. Nini kilifuata? Baada ya kufuata, kilichofuata ni baada ya kuwa nimeshafahamu ufundi, ndio hapo nikachukua jukumu na mimi kujitafuta, nikapata mtaji wa kuweza kupata ofisi ya kwangu. Ndipo hapo nilipoanza maisha ya kwangu binafsi, nikiwa na maisha yangu ya kuendelea kazi. Hela ikiingia mfukoni, Bwana God, haisemi kwamba mimi ni wa ufundi, sijui mimi ni wa kuuza nyanya. Imeandikwa kabisa malipo halali ya shilingi 10,000. Ni kwa namna gani sasa mapato ulianza kupata hizo fedha na kukupa heshima ile ambayo ni sawa tu na afisa ambaye anaipata kutoka mshahara wa kazi? Na hiyo ni fedha, ni malipo ya kwa kila Mtanzania, lakini nilijaribu kumeki kulingana na kile uhitaji niliokuwa nao. Huwa na mimi niwe na ofisi ya kwangu kama alivyokuwa nayo mjomba wangu, itaniwezesha kumudu maisha yangu mwenyewe kama mjomba wangu ninavyomuona na yeye alivyokuwa akiendesha maisha yangu. Mjomba alifika mbali sana. Mjomba alifika mbali kwa sababu nilikuja kuona na yeye ameshabahatika kawa na nyumba ya kwake kwa hapa mjini Dar es Salaam. Na mimi kikanifurahisha kile kitu, kuweza kuwa na mimi kuwa alivyo, na mimi nikaweza kumeki ile hela, kuweza kutafuta ya kuweza kufungua na mimi ofisi ya kwangu pia. Kwa hiyo na wewe kuna baadhi ya manufaa ambayo mjomba aliyafikia unayo sasa hivi? Namshukuru Mungu, siwezi kushukuru Mungu, na ninayo kwa sababu na mimi nimefanikiwa kujenga nyumba ya kwangu, naishi kwangu, na bado na familia nayo nitegemea na kazi yangu hii, biashara yangu. Bali kuna watu wengine ambao nimeweza kufanya nao kazi pia, ambao nimewafundisha nao bado wanaendelea na kazi yao hiyo. Kwa hiyo hapa pia kuna uliowatia moyo kama ulivyotiwa moyo na mjomba wako, umewafundisha. Wengine wamefungua ofisi zao pia. Nashukuru, wapo waliofungua ofisi zao kwa kupitia kazi hii ambayo tumewafundisha tena kutokea hapa. Haya, tuje sasa. Hakuna jambo rahisi
ulivyokuwa unaanza ukipata mawazo mbalimbali ya wengine wakisema lelelele, biashara hii alishindwa fulani, aliweza fulani, kwako kulikuwa na changamoto au ilikuwa ni tambarare? Changamoto haziwezi kukosekana. Changamoto zipo nyingi sana. Yeah. Changamoto zipo nyingi kutokana kazi yenyewe kwanza nina changamoto kubwa. Acha hizo changamoto nyingine ambazo unakuwa umeanza nazo wakati kutafuta pesa ya kuweza kufungua ofisi yenyewe. Ukishafungua ofisi kwenyewe bado changamoto ni nyingi mno. Kwenye kazi yote lazima nadhani inakuwa na changamoto zake. Kwa hiyo nimekutana na changamoto nyingi mpaka kufikia stage ya kuweza kufungua ofisi au kuendelea na kazi yenyewe inayoifanya mpaka dakika hii. Wako watu katika maneno ya mtaani wanasema fundi mwaminifu bwana ni kinyozi tu, maana atakunyoa mtaachana. Na wewe upo katika orodha ya mafundi wa korofi? Mafundi wa korofi mimi simo. Kwa hilo naweza nikamshukuru Mungu. Yeah. Sababu kazi ninayofanya naitambua mwenyewe. Kwa hiyo ni kazi ambayo najua kabisa hii kazi naipokea nitaifanya kwa muda ambao unastahili. Siwezi kwa muda unaostahili, nitamwambia hii kazi kwa muda unaoitaka sintoweza. Utamwambia ukweli. Hata kama nikichelewesha zisizidi siku 2. Ile si hata zikizidi utawasiliana naye. Namjulisha ila zisizidi siku 2. Ziwe siku 1, siku ya pili apate kazi yake. Kwa sababu endapo itakayochukua wiki na muahidi natoa ahadi halafu sijakamilisha tayari ndio ile wanasema kinyozi ndio aliyekamilika. Sasa turudi katika kazi ambayo imekupatia sifa kwa sehemu, ushonaji suti. Mpaka wengine huko tunakuita God yule wa suti, God masuti. Ilikuwaje ukabobea katika eneo hilo? Mjomba pia alikuwa anashona suti? Mjomba wangu naye pia alikuwa anashona suti, pamoja na kuwa alikuwa yeye hajabobea sana kivile, ila mimi nilitamani kubobea sana kwenye suti kwa sababu niliona ni kazi ambayo inakuwa ina kipato kikubwa zaidi kuliko nguo zingine zote. Nadhani ukiwa unajua za suti ni nguo ambayo ukitengeneza unapata angalau kidogo pesa inaonekana. Bei yake imechangamka kidogo. Kwa hiyo unakuwa na maslahi kidogo yanayoonekana. Na ulijifunza yeye alikufundisha yeye suti ama ulijiongeza baadaye? Mimi hiyo nilienda kujifunza kwa baadaye, nilienda kujifunza. Sikuendelea kujifunza kwa suti nilienda kujifunza kwa baadaye tena kwa mtu mwingine. Baada ya kuwa mimi niliona pale siwezi kukaa muda mrefu na kuanzisha maisha ya kwangu mwenyewe binafsi. Sasa turudi pia katika aina ya mbali ya suti, ni nguo gani ambazo humu unashona? Kwa sasa hivi nashona nguo za aina yote, nguo za kike na za kiume zote nashona. Lakini sana kwa sasa hivi hata nashona suti ndio kipaumbele changu. Pamoja na nguo za kike nashona kipaumbele ni suti na kaunda suti. Na mtazamaji wa TriGen Media, katika kipengele cha wazo hadi biashara, leo tunaye God Abel, fundi cherehani, wengi wakimuita God masuti. Hapa katika kipindi tuliwahi kuona Vero Makuku, leo ni God masuti. God, ni wapi ambako ulianzia biashara? Kwa sasa unafanya kazi Pugu Kinyamwezi jijini Dar es Salaam. Ndio kulikoanzia kazi huku, hii kazi yako na kufungua ofisi? Hapana. Biashara nianzia Tabata Segerea ndipo nilipoanzia. Ila wakati najifunza nilijifunzia Banana maeneo ya airport. Kwa hiyo jiji hili limekulea, jiji la Dar es Salaam? Jiji la Dar es Salaam limelea kwa sababu nimekuja nikiwa bado ni mdogo sana. Ukitokea wapi mkoa? Nikitokea mkoa wa Kigoma. Yaani nikitokea Kigoma nikaenda Mwanza ndio tulikuwa tumehamia na wazazi wangu wakahamia Mwanza. Kwa hiyo kutoka Mwanza kuja Dar es Salaam. Kichwani toka mjomba alipokuambia siku moja tutakwenda wote Dar es Salaam uende ukajifunze kushona, ulikaa na lile wazo kwa namna gani? Ulikuwa unamkumbusha au unafanyaje? Lile wazo nimekaa nalo sana kwa muda mrefu, pamoja na kwa yeye alichelewa kwa muda alikuwa ameniambia kunipeleka kwenye kazi ya kujifunza. Nimekaa nalo kwa muda mrefu na nadhani nimemsumbua kiasi kikubwa sana kwa sababu ilikuwa nia yangu kuweza kufahamu ule ufundi. Baadaye akasema hata kama mjomba niende nako. Basi alipofikia stage naye akasema kwa imestahili kuwa labda na mimi niweze kujifunza na kujua kile ninachokitamani. Kwa hiyo ndo hapo yeye mwenyewe alipokuja akawa kutoka naye kuja kujifunza. Hapo ukiwa hujaoa, huna familia? Bado na umri wa miaka nilikuwa na umri wa miaka 19.
Kwa hiyo hii kazi umeianza kujifunza ukiwa na umri wa miaka 19 hadi leo na umri wa miaka 43. Safari. Sasa tuangalie pia, baada ya kutoka huko Tabata umekuja huku, ulipofika huku ulianzaje? Maana kuna kutafuta ofisi uende hivi, bado unatembea na hilo, kwanza kujiamini tu kwamba sasa natembea peke yangu, nasimama peke yangu, siko tena ofisini kwa mjomba. Ilikuwaje? Hilo ilikuwa ni sio jambo jepesi, lakini kwa sababu nilikuwa tayari ninalazimika kuwa na majukumu ya kwangu na familia yangu. Najua kwa baadaye lazima niwe na familia yangu. Nilazimika kuwa na ujasiri wa kuweza kusimama mimi kama mimi na kuweza kutafuta ofisi kutokea Tabata huko kuja huko. Nimefikia huko, bado huko ni kijijini sana. Nadhani hapa tulipokuwa tunafanya kazi, sehemu nyingine unatoka ofisini unaenda kulima, sehemu unapa kibarua cha kwenda kulima, unasafisha mashamba ya watu, ofisi unaiacha. Kwa hiyo huku kulikuwa bado sana, bado ni kijijini. Kwa hiyo unakuta mtu wale wenye mashamba yao wanakupa eneo la kwenda kusafisha, mnalima mihogo. Hapo nataka uongezee mtaji. Ofisi nimefungua hapo, si kwamba nimefunga. Ofisi imefunguliwa kwa sababu ni pembezoni mwa barabara na viwanja viko karibu na maeneo bado ni mapori. Kwa hiyo mtu unaacha ofisi umefungua, unaenda shambani unasafisha, mteja akija akiingia ofisini unaacha jembe, unaingia ofisini unamsikiliza. Ukishamaliza saa nyingine unaona kazi sio anahitaji muda huo, unamwambia basi kama ni kesho nakuja au baadaye, unaacha ofisini tena unarudi shambani tena, ukifidia ule muda ambao unaweza kaenda kufanya ile kazi yake, ile akija baadaye kuta imekamilika. Kwa hiyo ndo kaendelea kazi kama hiyo. Hapo ukiwa na mashine hizi ngapi wakati? Kipindi hicho nilikuwa na mashine 2 tu. Na mashine ilikuwa sio hii. Mashine kama hiyo butterfly. Ya kawaida zilikuwa 2, yani butterfly na overlock nyingine tu. Yani sio za kushona zote. Ilikuwa ni ya kushona moja na overlock moja. Kwa ningetamani kupata angalau zote zikache yani kama hizi ambazo ni overlock za kushona angalau 3 na zigizaga ambayo ni ya design kama hii. Nadhani inakuwa inapendeza. Hata ofisi yenyewe unapokuwa unafanya kazi unaonekana kuwa unafanya kazi ukiwa na nia ya kazi. Na aina yako ya wateja, maana hapa kama ulivyosema, pamoja na kwamba umebobea katika suti, umesema unashona nguo aina zote, wateja wako ni wa namna gani? Wateja wangu ni kulingana na mazingira tulionayo. Tunaendana na mazingira tulionayo, kuendana na wateja jinsi wanavyokuja. Sababu huwezi kategemea wote watakuja wakiwa wote wako aina moja, au wote wanakuja kushona suti, wote kuja kushona. Wengine wanakuja ni wanawake ambao wanashonea nguo za kike. Kwa hiyo ndio maana ililazimika na sisi kuendelea kujifunza angalau kuweza kushona nguo za aina zote ili angalau maisha yaweze kusogea. Maana ukisubiri suti tu hajaja wa suti utakwama. Kwa hiyo nikalazimika na kujifunza nguo za kike ili angalau hata akija wa kike uweze kumhudumia, hata akija wa suti pia unaendelea kumhudumia. Na nini sasa ambacho kwa sasa kabisa katokea watu bwana wanaangalia mawazo ya watu, wako wanaoangalia mawazo ya watu, wanaweza katokea nasema bwana Godie, mimi tutajua tunavyoelewana, nikusaidie hivi. Kwa sasa ikatokea muujiza umekuja kwako, ni vitu gani unaona vinaweza kuboresha sana kazi yako kwa hapa? Akitokea mtu kama yeye anaweza kumshukuru Mungu, sababu kitendea kazi kama nilivyosema ndio changamoto. Kitendea kazi na labda na sehemu nyingine ya kuweza kufanya kazi. Unapokuwa unafanya kazi saa nyingine unahama, unakuta unapoteza wateja wale kuzoea mazingira yale. Lakini endapo unaweza kama umeshapata eneo la kwako kajenga, kana eneo kubwa kama sisi ambao unakuta sangine tunakuwa na wanafunzi kuwaelekeza na kuwafundisha, unakuwa na sehemu ambayo kubwa. Hiyo hili sio eneo langu. Hili sio eneo langu, nimepanga. Kwa hiyo unakuta sangine hama mazingira yana kwenda maeneo mengine. Kama nilivyotoka Tabata kuja huko Kinyamwezi, tayari wale watu wa kule siwezi kuwapata tena. Kwa hiyo nakuja kwanza tena moja. Sasa katika wazo hadi biashara, wewe kama mmoja wa sauti ya wajasiriamali, unawaambia nini katika safari ya kusimama mwenyewe na kufanya jambo mwenyewe kama ulivyosimama? Ni mambo gani uzingatie na vitu gani uvumilie katika panda shuka za kuwa mjasiriamali wa chochote? Ukitaka kusimamia jambo lako, cha kwanza kabisa ni kujiamini na kile unachotaka kufanya. Sababu unapoanza kufanya biashara, nadhani utakutana na watu wengi, wengine wanaweza kukupatisha tamaa, labda hiyo kazi hutaweza kutomboa.
labda ufanye kitu 1 2 3, lakini yote na yote, kwanza kabisa ni lazima uingie kazini na kuangalia kile unachokifanya wewe kwa kina manufaa yoyote. Nadhani ukishaamua kufanya, ukisimama na kazi ile, nadhani inawezekana. Ni kuamini kile unachokifanya na kutenda kazi ile ukiwa unaikubali, kama umekubali kufanya kazi. Kwa hiyo uipende pia, yani uikubali, uipende, na kazi yote ile uifanye lazima uipende. Ulishakumbana na wakati fulani changamoto ambayo ulisema mimi cherehani basi, kuna siku kabisa, yani moyo ukasema kwa kweli kazi ya cherehani basi, iwe kutoka kwa mteja ama kutoka kwa ndugu wa karibu ama kutoka hata kwa watu ambao unawashirikisha? Hapana, sijawahi kukumbana na swala kama hilo, isipokuwa nilishawahi kufanya biashara hii nikasimama kwa muda wa takriban mwaka mmoja. Nikaa nafanya biashara nyingine ambayo niliona labda kuwa inaweza kanipa manufaa zaidi ya yale nilikuwa nayapata kwenye ufundi cherehani. Lakini nilichokikutana nacho nikajikuta bara kule nilipokuwa kwenye ufundi cherehani kuna faida kubwa kuliko nilikoenda. Kwa hiyo nikajikuta tena nimeacha ile biashara kurudi tena kwenye cherehani. Hapo sasa fundisho ni kwamba kumbe shika ulichonacho. Yaani hata kama kuna changamoto jaribu kupambana nayo. Lazima kila biashara yote inakuwa na changamoto zake. Mwaka mzima unahangaika uko umeacha cherehani. Nimeacha cherehani. Niko nafanya biashara nyingine, lakini pamoja na hayo nilijikuta biashara ile nilienda kuifanya haiwezi kunipa maslahi kama niliyokuwa nikiyafanya kwenye ufundi cherehani. Na hapa naona kuna vijana wengine wadogo, mabinti wadogo kabisa wapo hapa wakijifunza. Wako ambao umeweza kuwatoa wakati mwingine hapa kupitia kwako wakajifunza kitu wakafika mbali? Wapo ambao nimewafundisha na wao hatimaye sasa hivi wana ofisi zao, wanaendelea kazi za ufundi hizi wanafanya biashara hizi za ufundi. Wapo ni wengi, pamoja kuna wengine ambao huweza kufungua, wako mtaani wanafanya kazi zingine lakini wamejifunza. Unawaambia nini sasa watu ambao tupo katika dunia ambayo sio kama tunasema, ni dunia ambayo ni ngumu, ajira zimekuwa ngumu, idadi ya watu imekuwa kubwa, vijana wanasoma wakitarajia zile kazi za kuvaa tai wazipate, wanazikosa. Kwa kazi kama hii unamhakikishia nini? Anaweza kaishi? Kuisha naishi. Kuisha naishi kwa sababu si jambo kuvaa tai ndio kuishi. Anaweza kuvaa tai bado ikawa na changamoto kubwa. Anakuomba jero. Lakini kwa kwenye kazi hii tunasema huwezi kulala njaa. Utakosa pesa nyingi sana, lakini pesa ya matumizi utakosa. Kwa hiyo unawaambia vijana na mtu yeyote ambaye anasema sina la kufanya ajifunze kazi ambazo ni za utaalamu kama hii. Nadhani ni kazi nzuri sana kwa sababu masuala ya ufundi wapo walio wengi ambao wamesoma pia, tumekuja tukiona wanakuja tena na tunawafundisha kazi za ufundi. Wameamua wajifunze. Mtu ana degree yake ametoka chuo anakuja tunamwelekeza jinsi ya kuweza kuchoma, tunawafundisha. Na unao wewe ambao walitoka? Wapo ambao wameshatoka, pamoja kwa bado wanaendelea na labda na kutafuta kazi kwa sababu wao yana elimu yake ya juu. Lakini bado wengine ambao wamefungua ofisi kama hizi tulizonazo sisi, badala ya kukaa tu baada ya kukaa mtaani bila mafanikio ya ajira. Lakini mpaka sasa hivi nao wamefungua ofisi zao wanaendelea, ila sasa kwa sababu elimu yao iko juu kidogo wanakuwa na mawazo makubwa, anafungua ofisi ambazo ni za kisasa zaidi kuliko sisi ambao tumeanza toka miaka hii. Na mwisho kabisa ungeweza kusema nini kwa taasisi mbalimbali, serikali na wale ambao wapo walishajipambanua kwamba wao wanasaidia wajasiriamali? Kwa wajasiriamali kama nyie wafanye nini? Kuna taasisi unajua ziko hivi ambazo zinasema kabisa sisi tunasaidia wajasiriamali kama kina Godi. Wafanye nini? Na je, walishawahi kufikiwa na taasisi za namna hii? Kwa kweli mimi sijafikiwa na taasisi kama hizo. Kama wapo wanasaidia kwa taasisi ndogo ndogo kama sisi, ni kutuwezesha mitaji, sababu changamoto kubwa ni mitaji. Endapo unaweza kupata watu wa kuweza kufanya nao kazi, unajikuta senyewe vitendea kazi hauna ambavyo unaweza kukidhi mahitaji yale unayoweza kuyafanya. Wewe unakuta senyewe kazi inakuwa ni ngumu kulingana na vitendea kazi ambavyo tunao. Kwa hiyo kama wapo wanaweza kutusaidia kwenye upande wa vitendea kazi na mitaji, tukaweza kujiendeleza zaidi. Basi mimi bwana nikushukuru sana kwamba wazo lako lilo shika kwa zaidi ya miaka, nafikiri zaidi ya miaka mingi. Umeanza nadhani na miaka hii sasa.
Na miaka 30 sasa na miaka 30 umeshika huko kwenye mkondo ule wa niko kwenye mkondo huo wa ufundi, natengeneza kazi za watu. Mtazamaji wa Wazo Hadi Biashara, huyo ni God Abel ama God Masuti wa Pugu Kinyamwezi jijini Dar es Salaam. Safari yake kama ulivyomsikia haikuwa ya kulala kuamka kesho hivi. Ameanza akiwa na miaka 19 na sasa amejenga jumba, amesomesha watoto na anaishi na amesaidia mpaka kufundisha watu wengine. Usikose kutufuatilia hapa katika kipengele hiki cha Wazo Hadi Biashara. Hapa ni sauti ya mjasiriamali, na kama unataka tukufikie tuweze kuzungumza na wewe juu ya safari yako ilivyokuwa, ulivyoanza, ulipo na ndoto zako, hebu tuite ama wasiliana na sisi kwa kutuandikia hapo katika ukurasa wetu wa YouTube. Ingia mle tu, andika TriGen Media, weka maoni pale. Ukiweka hata namba zako tunaweza kukupigia. Tupo maalum kabisa kuwafikia ambao hawajawahi kufikiwa yamkini. Kukuaga, naitwa Leonard Mubali kwa niaba ya mpiga picha wangu Leonard Mapuli. Tunakutakia Christmas njema na mwaka mpya. Adios amigo, kwa heri.